mabokweli kolo. Zambea pambo la yo. Zambea zwaluku. Waendeleaje Soki jamii? Mimi nimekupeza sana Soki. Niko. Imekuwa muda mrefu sana. Sijui mwisho tumeonana imekuwa 2018 22 hapana. Ya mwisho huko redwenu huko kwingine. 2022 mwisho wa 2020. Baada ya COVID tumeonana tena. Tulionana mara moja kabisa, na ndio kabisa ikawa bye bye. Ukaona amani imeenda? Hapana, tulikuwa bado tuko sawa, mashughuli mbali. Ndio. Habari ya huo muda Mungu wetu si kiziwi. Muangalia alivyokuwa kasichana kadogo. Karibu 14 years ago. Nani atakuwa bado ako hiyo size yake? Hapana. Alikuwa kibaba kadogo tena sana. Kwa niko poa tu. Ulikuwa poa, ulikuwa fiti, ulikuwa poa. Ulikuwa bado na mwili bado ya mtoto, bado mchanga. Niko msichana mkubwa. Safari imekuaje toka enzi hizo, toka hiki kibao mpaka sasa? Safari imekuaje so far? Safari iko tu mzuri sababu tuko na Mungu. La safari ya watumishi haikuwa yake rahisi. Mtu yote ambaye amechaguliwa hawezi kuwa na safari ya kawaida. Ya rahisi hapana. Lazima utapanda milima, unashuka, unapanda, unashuka. Tukitangaza Yesu ni Bwana. Amen. Muziki sasa na muziki wakati ule umekuwa tofauti. Unaweza kuwa uko wapi sasa hii? Kwa muziki naweza sema tofauti yangu ni kwamba sijatoa nyimbo, ni kama ni kwa muziki niko chini. Lakini huwa nilikuwa nimeanzisha huduma ya watoto. Nilikuwa sijakuambia nina watoto zaidi ya 40. Nimekuwa na wahubiria na kuwasaidia penye taweza kwa mwaka moja sasa. Tumefanya mwaka moja. Kwa hivyo hata kama naweza sema kwa uimbaji siko vizuri, lakini at least neno linasonga mbele. Niko na watoto na ministry ya watoto. Nitakuonyesha. Okay, hiyo ni breaking news. Ndio. So siku hizi ni kama children's home ama ukisema huduma ya watoto wamaanisha nini? Wanalala hapo, wanasoma hapo, wanaishi hapo ama? Hawa bado wako na familia zao, wako kwao. Ni wale maisha ya chini. Ndio. Sasa kila Sunday tunakuwa na fellowship saa 9. Mwisho mwezi nakuwa na kitu kidogo na wanunuliaga chakula, wanaenda nayo nyumbani. Hii unaifanya na nani? Nafanya mwenyewe. Sasa watoto wananifuatanga sana, hata kama ninaenda estate gani, watoto wana majirani, hata kama jirani hanipendi, watoto wanakuwa wanakuja kwangu paka anachoka. So kuna inavuta tu watoto tu. Paka mzazi anachokanga. Utaniona nikikuja hapa na mtu tukiongea hapa. Kwa sasa unasema hakuna Wafula, hakuna Mwangi, hakuna Mutiso, hakuna Chalo, hakuna Kenya, kuna mtu ameona naweza sema hakuna. Sababu sasa hiyo si maisha ya kila mtu. Lakini Soki pengine ni wewe unachagua sana Soki. Sichagui. Soki mimi nakujua Soki Kalwenze. Soki ni kama wewe wewe ni kama unachagua sana. Nachagua wapi? Nani? Nachagua nini? Ukienda kuhudumu makanisani, umesimama unashika mikrofoni unaimba na upako. Unasema kuna hata pastor nani yule youth pastor shaisema it is time. Hakuna. Bado muda hivi umesema ndio umesema. Manake bado nangojea muda. Kozi unaona hii ya kusumbuliwa habari hizo hazikosangi kwa wanawake wote. Zipo.
Saizi hata wanaume mnatongozwa sana. Sasa ni siku za kujichunga, kujilinda. Unabakia na valeur yako. Ndio. Okay. Yes. So mi nataka tu acha nikuulize, na hii ni personal sana. Huyu mtu wewe unaangalia na unatarajia kutoka kwa Mungu, unataka awe vipi? Akaja unamuona akiwa vipi? Hebu mdescribe tu. Mugani huyo? Huyu mwenye unaombea kwamba ajibu lije timia uje kumuona. Unatafuta mwanaume ambaye, ama unatarajia mwanaume wa namna gani? Amejiweka vipi? Mimi kwanza mimi nikiwa mdogo ndo nilikuwa naombea hiyo hitaji. Niliwaka naambia Mungu, naomba huyu bwana tutakuja fanya naye maisha yangu ya kesho, umuokoe kote kwenye yuko. Niliwa naomba Mungu amuokoe na Mungu ambariki kimaisha, kiroho na kimwili. Tukikutana tena, manake Mungu aongeze baraka ziwe double. Sasa unaona hiyo eji ya udogo, tukienda ma conference zile za ma retreat kwa kwetu Kongo, ndio walikuwa natufunza venye mtu unaanzaga ombea vitu, si kuomba ukishashika kitu. Umekuwa tu na karafiki kama mlevi, ndio unaanza jifanya ati Mungu amubadilishe nini. Samahani kusema kama mlevi, nasema manake huyo mtu ambaye hata ukimwangalia si sahihi, lakini unaanza jifanya eti unamuombea badilike. Haizi badilika saa hiyo. Manake mambo ya kubadilishana inagharimu Mungu. Ila mimi nikasema ati naombea huyu abadilike, nitadanganya. Kwa muda wa Bwana atabadilika, kama atabadilika after miaka 50. Kwa hivyo si tulikuwa tunaomba mapema. Sasa hii si hitaji naweza ombea ati naomba ndoa, naomba hapana. Nishabiombea, naweza omba tena nikigusia. Yaani kugusia ukweli kaka, kugusia kadogo. Yaani kwa ufupi ni kama haujaipatia uzito sana. Uko sawa. Tuna uzito. Ni vile mina kuna venye mtu tu unajichukuliaga kwa maisha kwamba tunaweza kuwa tunahitaji vitu, lakini si kwamba inakuwa kabisa ndio mzigo unabeba maishani mwangu wote. Hapana. Hapo ndio wengi wanachagua vibaya. Sababu sasa umeibeba kama ndio kuenda mbinguni. Sasa unaenda jishia kwa shimu. Na ukienda nyumbani pengine wazazi hawakupatii pressure. Sisi wazazi wetu tena wanasema kuliko mtu achague vibaya abaki hapa. Sasa utajisumbua nini? Kwa hivyo tuna wazazi wazuri wameokoka. Huwa hawatupei pressure kwa chochote. Mimi mzazi wangu hakuna siku anaweza niambia hatuna maziwa, hatuna nini. Ni mimi naangalia si nimekaa bila kusaidia mama kidogo. Acha nimtumie. Si nimepata hapa, nimesave na hii. Nimepata kidogo. Asante. Unajua wazazi wanashukuru na hiyo kitu kidogo. Kwa hivyo wapendwa, tusiache mzazi tena akulilie. Yaani mzazi atakuliliaje? Kumbuka tu kuangalia wazazi. Hao ndio maana yake. Mimi nikiona wale hawana wazazi na kuaga naumia sana. So ni hivyo kaka. Siku mingi unajaribu kunitoa hapo. Hapana, tuko tu hapo. Okay. Lakini naona Wakongo wengi wanaoana na Wakongo wenzao. Ndiyo. Na of course Wakongo hawako wengi nchini. Huenda pengine lengo lako liko katika kumpata Mkongo mwenzako. Huenda ile ndio ni yako pengine, kumpata Mkongo mwenzako. Hapana, si mimi nimeishi Kenya miaka mingi. Kwa hivyo ninajua wa Kenya. Naweza kutana na Mkenya akiwa mzuri. Tajua ni mzuri hata kama ni Mkenya ama kama ni Mkongo ama kama ni mtu mwingine tu. Uko open kabisa. Ndiyo. Kama ni Mganda. Ndiyo. Uko open kabisa. Ndiyo. Alright. So my brothers, naweza kuambia watu ambao wanania. Hapana, hakuna mwenye anania mwenye utaambia. Hii ni jambo la kuonana, si la kuambiwa. Unawaambia nini? Unataka kuonana na mtu face to face. Wajua inaweza kuwa pia kwa sauti. So ndugu yangu msikilizaji, uko single, wewe ni mtu unapenda Mungu, wewe ni mtu unatumikia Mwenyezi Mungu, wewe ni mtu una roho safi, unapenda watoto, manake Soki anapenda watoto. Si ndio? Na unajua vizuri wewe ni mtu mwenye maono, unajua unaweza kuongoza familia, unaweza kupeleka familia kutoka kiwango kimoja hadi kingine, unaweza kupenda na ukaachana na wengine wote. Ukafuata tu huyu mmoja na ukampenda huyu mmoja na ukamhudumia huyu mmoja.
Hiyo ni malaika gani? Atupate wapi? Ingie kwa social media. Mungu aneemeshe. Wapo kabisa. So huo muda wote umefanya vibao. Mwisho pia nakumbuka kama kuna event moja nilialikwa pale na ulikuwa unazinduliwa kama msanii mkubwa wa lebo fulani, uka launch wimbo wako Baraka Zangu. Na nilikuwa najua kwamba sasa hapo ndio umetoka kutoka, ni nguvu mpya umepata na ni msukumo mpya umeenda kupata. Ilimaanisha nini kwako? I was there, nilikuwa nimeketi pale mbele nikakuona ukiingia na vitisho. Sofa imekuwaje? Kila kitu ina muda wake. Na kuna maopportunite zingine zinakujaga tu hivyo. Hiyo ilikuwa pia kama opportunity. Mtu wote mwenye ana talanta anapata kama opportunity kama hizo. Unaenda tu kwingine. Ambapo penye unasikia mwito wako inaambatana na pale. Tena kuna mahali unaweza ingia ukiona si amani pia unaenda. Sababu hatuko wafungwa jamani. Tumeokoka, Yesu ni Bwana. Hatuko wafungwa. Kuna mahali unafika unaona ni amani, utakaa. Hata neno la Mungu linasema hivyo. Mahali utapokelewa, utakaa na utamke baraka. Mahali hutapokelewa, unapanguza miguu, unakunguta miguu, unaenda. Sasa mahali ukikuta hakuna amani unaweza toka unaenda. Ukiendelea safari bado ni ndefu. Sasa singebaki hapo paka saa hii na unaona venye kwa. So ulikuja ukamalizana na Kina Bahati, ilikuwa ni record label yake. Ulikaa muda gani pengine pale? Sikukaa sana sababu nifanyaga wimbo moja. Tukikaribia kuanza fanya nyimbo zingine, nilianza feel tu moyo wangu na niambia sijisikie kabisa amani, sijisikie misingi mzito yenye naendelea kufuatilia. Nikaona kama sitoshei. Naona kama sitoshei kabisa, si nafasi yangu. Na hata niliwaambia kabisa kwa amani kwamba hamujanikosea na sina sababu yenye naweza waambia naondoka kabisa. Sasa ilibidi ningoje hizo miaka zao ziishe ndio niendelee tena kufanya huduma yangu pole pole. Ulikuwa umesaini contract ya muda gani? Ilikuwa miaka 5. Miaka 5? Kwa hiyo miaka 5 huduma yako ilikuwa ilikaa pale ama ilikaa? Sababu sasa ilibidi nitulie hiyo masiku ziishe, nisiwe na shida na wao because watu walikuwa wananitishia kwamba huwezi tosha nyimbo, watakusumbua, nini na nini. Nikasema wacha nitulie sababu sikukuwa nataka kwa huduma, sitaki offet kwa maisha yangu yote, sitaki kelele ama vitina ama competition ama tunakokotana juu ya jambo za dunia hapa. Mimi nilikuwa najua hata kama siko hapo, sitatoa nyimbo lakini nizaenda church ni hudumu, nizaenda mahali ni hudumu. So nilikuwa tu niko sawa, bora tu sikuona wakinifuata watu wengine kando ndio walikuwa wananitishia. So nikasema inamaanisha labda ama wanaongea na wao, wacha mimi nife nini, nisitoe nyimbo nisije nikaletewa mavita zingine. Sasa nikawa niko salama tu. Lakini waweza sema imekurudisha nyuma kimziki kufikia sasa? Hapana, hiyo haingekuwa jambo ambalo linaweza kunirudisha nyuma. Naweza sema nikitoka hapo ndo nilipata mashida ya magonjwa. So nikawa napata madawa karibu miaka 4. So ukiwa kwa madawa huweza kuimba. Lakini Mungu ni mwema, niko salama sasa. Kuna wakati ambapo ulitiliwa sumu kwa chakula? Sasa hiyo shida ilichukua miaka mingi sababu haikukuwa inatoka kwa mwili. Kumbe sasa nilikuja kujua walikuwa wanatuma watu wengine kuniongezea. Wakijua umejua hii group wanatuma mtu anakuja kukusalimia tu kwako, dada uko aje, uko mzuri, uko poa. Ni kama sasa sasa wanatumana hivyo, ndio maadui wako. Wakijua umewajua wanatuma mtu mwingine. Sijui kwangu ndio walikuwa wananiwekeaga. Sijui wanaweka kwa maji, sijui wanakurushia vitu. Ilikuwa ni vita za kiroho, lakini Mungu ni mwaminifu. Unajua tulimzika
Ilagosa wa Ilagosa. Na inakisiwa kwamba pia yeye alipigwa vita kama hivyo. Ndio. Na inakisiwa kwamba hata yeye akatiliwa sumu. Na hiyo story ilienda tu hivyo. Na ni watu ambao wako katika kampi ya Ukristo, Wakristo, kanisa na gospel music. Ndio. Kwani kukoaje kwa ground? Na wewe mbona mtu ajaribu kukutilia sumu kwa chakula? Kuko vipi kwani? Okay, mimi naweza sema shetani yako mahali pote. Shetani yako mahali pote. Tunapaswa kuwa makini. Mimi nikipata habari za Ilagosa niliumiaga sana kwa sababu nilikuwa niko hiyo mahali mahututi, lakini nilikuwa niko na tumaini sababu nilikuwa naendelea madawa. Hizi vitu zinaomba ukiona kabisa umekuwa mgonjwa yenye ukienda hosi labda wanakosa magonjwa lakini uko mgonjwa. Unajificha. Sababu wale watu wenye wako na kutafuta kukuua wanatumaga mtu mwingine. Lakini ukijificha na uendelee kupata matibabu huwa unapona na unajua kujitenga. Sasa yeye sababu hakujua mapema kama ni mapoison. Labda walikuwa wanamuongezea. Ndio unaona akakufa. Maana yake Wewe ulijuaje kwamba umetiliwa sumu? Uliambiwa hospitalini kwamba ilikuwa ni sumu ama ulijuaje? Poison utajua tu. Kozi unaweza kohoa, unashindwa ni kikohozi, utapike madamu, paka unashindwa kikohozi gani utatapika madamu. Unaona? Hiyo poison inafanya magoti, mwili wote ile joint, inaitwa joints ama joint hizi maana yake zinalegea, huwezi kula, kichwa huwezi simama. Sasa moto inakuwa hapa. Unaweza pata vidonda mdomo wote. Umechomeka. Unaona, sasa hapo huwezi sema ati hiyo ni malaria ama nini. Ukiona umechomeka vidonda nini. Ukienda hospitalini wanasemaje? Wanasema ni hiyo tu. Wanasema ni poison. So umechukua mikakati ipi kuhakikisha kwamba unakuwa salama hata ukialikwa kwenda kuimba ama kuhubiri? Ni nini wewe ufanya tofauti sasa? Maana yake ni Mungu anatulinda sababu unaweza jilinda na upewe microphone chafu. Mtu tu ashike microphone anajifanya na kutengenezea. Kumbe anapaka. Ndio, nishafanywa hata hivyo. Manake ni Mungu tu atulinde. Pia ukiona mahali kuko si amani na wewe, unajaribu kujitenga. Unaweza kosa hata kukula, mtu anaweza kusalimia tu hivi mkono pekee amekumaliza. Sasa basi tuoshe mikono vizuri na tusikule kule. Tusile ovyo ovyo. Tusikunywe manake tu unajaribu ukienda mahali una fast tu, unaenda kama umekula kwa nyumba, unaenda ukiwa umetulia, unakuwa pia makini. Wewe wadui unatoka wapi na unaletwa na nini? Sijui, manake mimi mwenyewe nauliza Mungu, mbona nitakufa bure? Ama watu wanataka kuibiana nyota. Sitakufa nitaishi. Hiyo nayo walijaribu sana, lakini Mungu ni mwaminifu. Hiyo ndio naonaga. Wengine wanataka wanyang'anye mtu nyota. Wengine wanaona wameshindwa hata kunyang'anya nyota, wakuue tu. Hawa ni wa Kenya ama ni wa Kongo wenzako? Watu wote. Watu wote, tena mimi na Neema na wajuaga. Unawajua aswa? Nawajua wote. Wote. Kwa sababu amesema anawajua, kuna kitu kingine anajua. Rebecca Soki anajua. Rebecca, nataka usimame hapo, nataka tukatike kibao ambacho ulisema kile ninachojua. Ndivyo ilivyo. Tumekuwa naye na bado tuko naye Soki Rebecca Kalwenze. Soki, karibu tena sana. Hicho kibao kiko juu. Mbona ukaimba hicho kibao? Kwani ulikuwa unapitia nini? Unajua wale ambao walikuwa wanajaribu kukupoison kwa njia moja ama nyingine. Lakini kikibao kile ninachojua kilikuja katika hali ipi yani? Hata ilikuwa mbele nikianza huduma. Nilikuwa katika hali ya kuamini kwamba kwa yote nayopitia mimi ni mbarikiwa. Amen. Ndio. Ndio kaja tu hivyo. Ndio. Okay, kile ninachojua. Kuna time umefanya kolabo moja kubwa, Matunda. Okay. Wakati wa mkifanya
hiyo kolabo, urafiki wenu pengine ulikuwa namna gani? Na kuona wewe pale, na muona Eunice Njeri pale, na muona Lady B pale, urafiki wenu ulikuwa mkubwa namna gani mpaka mkapelekea kufanya wimbo pamoja, Matunda? Hata hatukuwa tunajuana kwa ukaribu. Na sasa huyo producer Jex ambaye alikuwa ananirekodia hizi nyimbo zangu, alikuwa rafiki ya Eunice Njeri. Ndio sasa alitukutanisha wakiomba tufanye wimbo pamoja. Sana tukafanya wimbo na tukawa marafiki. So wimbo ulikuja kabla urafiki wenu? Ndio ilituunganisha kwa kufanya wimbo. Ndio ilituunganisha. So kabla hiyo seti mlikuwa tight? Mimi sikukuwa najua mtu yoyote, nilikuwa kadogo, maana yake hata sijulikane. Ndio naanza chezewa kidogo kidogo, nyimbo zangu zilikuwa hazijasikika. Naam. Ndio. My goodness, na mkafanya kibao, mtu akiuangalia kwanza anaweza mlijuana zamani, nyinyi marafiki kufahamu bwana. Maana yake kuna vitu Mungu huwa anapanga. Kuna vitu huwa Mungu anapanga na sababu. Lakini unapataga kama watu wasipokuwa makini, mnaachanaga na si mapenzi ya Mungu. Unakuta tu mmeachana kitu kidogo tu iliingia hivi kidogo ambayo mngeweza kutatua.